A few months ago nilisema kwamba Raila Odinga safari yako kuenjoy wa Kisii imeisha. Na watu wengi wakaona kwa mimi ni mkabili. Na nilirudia. Na bado narudia. Imefanyika Kisii, inaenda kufanyika Western. Hiyo nimekuhakikishia leo. Kama atabadilisha ile dhana ya kwamba Wajaluo ni wajinga, Waluya ni wajinga, Wapwani ni wajinga, wa Kisii ni wajinga, wa Masai ni wajinga, Waturkana ni wajinga, inaenda kumramba. Wakina wa Somalia, inaenda kwa ramba. Hatuwezi kuwa ya kwamba wakati tunaenda maindoni sisi wote ni wasujaa. But ukishapata swara unataka kutenga wengine. Iwezekani. Tanye ilifanyika Kisii iwapo Raila Odinga juzi kabla wafanye ile mistake walifanya na William Ruto, kuna nesemekana kwamba kuna mtu aliuliza mheshimiwa Raila Odinga ya kwamba about Matiang'i. Na kwa sababu ujuaji no jeuri mingi ya ODM na kiburi mingi on Thursday akaujibu ya kwamba hawa hawana namba. So kwa nini unakuja kwetu na tuna namba? So uende kwenu yenye mko na namba. Unataka nini kwetu? Na mko na namba sisi hatuna namba. Enda kwenu. So ilinifalika sana ya kwamba aliyasema enda kwenu mali kuna namba, sisi hatuna namba na tuna haja na wewe. So according to you, reason kubwa ya Wakisii jana kusema Raila tukutaki ondoka enda ni contribution yake ambayo aliweza kufanya Thursday. Makosa ambayo alifanya kwa TV kudiminish Matiang'i. Anavuna alichopanda. Ukipanda mawele tarajia mawele, hutavuna ngano. Ukipanda mahindi hakuna siku utavuna mtama. Utavuna yale mahindi. So Raila Odinga kiburi, wacha niseme kiburi. Najua watu wengi wanaogopa ni kiburi. Hakuna jinsi utaniita mimi sisi hatuna namba. Then in a few days, within less than 24 hours ama 48 hours unakuja kwetu unataka kutupea hadithi ya nini? Kwani sisi tunakula hadithi? Nyanza as a whole tuko na county sita. But uwezi linganisha Kisii county na Kisumu county. Na Kisumu county is a city. Kisii community kuna county ngapi? Mbili. Nyamira and Kisii. But mimi naongelea Kisii. Ukichukua Kisii uwezi linganisha na Kisumu ambayo ni city. Wale watu walijipanga na Nyachai delete. Na inasemekana kwamba Raila Odinga alimdanganya ama alimruka Nyachai 202. Wakati waliweka agreement na wakaweka signature kwamba ataunga Nyachai mkono. Na kwa sababu Raila aliona kwamba Kibaki na Ngilu na kijana wa Malo walishajipanga, ni meli ya mali yaondoka na hakuna jinsi atarudisha gia. Akaona kwamba opportunity ile kwa government arukia madandie akina Kibaki. Nasema Kasarani kuna Kisirani. Akakuja kudandia nani? Kibaki. Kudandia Kibaki pia akakuja kuambia Wakikuyu kwamba kuna deni, hakuna deni Raila kuna ya Wakikuyu. Kama deni ambayo Mkikuyu anafaa kulipa, alipe deni ya Waluya. Muluya ndiye alishikilia Kibaki. Na tukakuwa na free education na with free health. So hii mambo ya kukuja kutuambia ati so, kulingana na wewe, there is one point nimeona hapo. Kulingana na statement yako, Raila Amolo Odinga hakuna kitu anaitisha kabila la Wakikuyu. Wanadaiana nini? But kwa Mkisi kwa Mluya akona right ya kudai Mkikuyu. How about Mkama? Mkama pia hapo hapo. Na Mkama bana anafaa kulipwa si Kalonzo, ni Charity Ngilu. Huyo ndiye alisimama na Kibaki. Na huyu Mluya ambaye the late ambaye alikufa alisimama na nani? Na Kibaki. Na huyu Mluya alikuwa anatoka pia alikuwa vice president wa Kibaki. Waje hiyo 207. Mimi nazungumza 202. Sizungumzi 207. 207 ni conmanship walipatana, conman watatu. So lazima wakaangalie jinsi watapeleka masala yao. Kalonzo za conman, Kibaki za conman, Raila za conman. So hao watatu walipatana 207 kwa furaka sio uchaguzi. So lazima wote watoshie wapi? Serikali. Na walifit serikali. So mimi nazungumza serikali ambayo ilichanguliwa na wananchi 207 to 202 ambao wananchi walisema kwamba hawataki Moi. So Gusi ukisikia wakisema ya kwamba Raila must go, Ruto must go, ni ile kiburi ya ODM. Na hii narudia. Na hii kiburi imechangia hadi Pwani. Mtu kama Ali Hassan Joho anakanyagwa. Na hii ni kiburi wa Kisii wamekataa. Na very soon inaenda kufanyika pia Mombasa. Nimekuhakikishia. Kwa sababu wewe ukitaka unaambia wewe ni Mwarabu. Kwani wakati Joho anataka kukua kapati leader ODM ndiye Mwarabu. So the same wa Kisii, hii viti 5, Raila kuna CS 5. Moja Turkana, moja Western, wawili Luo Nyanza, moja Coast. Kwa nini sigawie Mkisii moja? Uko na point.
Kwa nini Mkisii asipewe moja? Si tuko na 5. Na wote wanatoka Nyanza. Mko na Ogamba. Hapana, Ogamba si ni ya Ruto. Huyo ni wa Ruto. Mimi sizungumzii mtu ya Ruto. Nazungumzia hii coalition ya hii mkata ambaye imepewa Raila Odinga. Si Wakisii pia wako ndani. Na walichukua namba moja kwa maandamano. Si tupe moja kama treasury ama energy. Tuwaambie sasa Mkisii tuko tumaandamano pamoja nyinyi. Kama Raila anaweza reward Mturukana. Kwani huu Mkisii 960,000 voters registered yenye imeshinda Turkana. Kwani huu Mkisii kwa nini yako consider kwa meza? So wakati tunataka kuwadanganya ndio unakuja na mambo ya propaganda. We cannot buy propaganda. Sisi we are Kisii. Huyu Kalonzo Juu. Maoni yako kulingana na Raila Amolo Odinga kuwa heku na coalition ya Raila pamoja na William. Sasa mimi naona hivi. Miti yote imekuwa teresi kwa Raila Amolo Odinga. Mjanja wa nyanyi ishajangwa. Hii mambo ya one man show nafaa ishe. There is no way unaweza kuja kwetu nyumbani waanze kufuta baba. Okay. Lazima tutafurugana obvious. Then kuna kitu kingine. Hii inaonyesha Raila alikuwa darling wa watu. Sasa hizi ameanza kuwa enemy of the people. Juu sasa hizi control of budget amekuwa akidia 1.3 trillion ilipotea. Raila Amolo Odinga angekuwa darling wa watu angeuliza hii pesa ikienda wapi. Na ni cabinet secretary wako. Yeah. Kumbuka pale Kisii kuna Gen Z factor. Gen Z wanataka accountability. Huyu mzee hataki accountability. Hataki kuuliza maswali. Kila kitu yote anataka yeye akiwa juu, kila kitu shaisha. Hapana. Raila anafaa elewe hii Kenya imechange. Na Kenya tuna face direction yetu. Tutakuwa Kenya. Alafu kuna hii factor nyingine, Ruto factor. Ruto alikuwa anaenda kule Kisii. Lakini bado Ruto akaina historia. Kuna wakati aliacha kiatu, Katrosa ikararuka huko Kisii. Yeah, hiyo time. So sasa hizi Ruto akakuja akakuwa dali. But sasa hizi wamemuonesha Ruto, hata wewe Ruto atukutambui. Bado ile 202 naweza rudia that history. Unaona? Sasa kuna kitu kingine bado nafikiria about Kisii, Onyoka factor. I think sasa hizi Onyoka, unajua after hizo vitu zote ku happen ilisemekana Onyoka na Kibagendi ya watu walipanga hizo vitu. Nenda kuambia hivi. Ile shule mtoto wa Kisii anaenda, bado mtoto wangu anasoma hiyo system. Venye mtu wako Kisii amefinywa, hata mimi nafinywa hiyo. So mimi kama mwananchi, that is one way ya kuexpress the pressure kwa Raila Amolo Odinga. Juu saizi Raila Amolo Odinga amekuwa kama msaliti. For instance, kuna mili ilitupo pale Kwale. Ushisikia kuna watu wamepata compensation. Kuna vijana kama Rex Masai alishutiwa. Ushisikia familia yao imepata compensation. Raila Amolo Odinga akiwa kule Mombasa alisema watu lazima kuwe compensated. Wakisii wanataka kujua do Raila sign hii MOU alipewa pesa ngapi. Ndio nataka kujua. Juu saa hizi kuna watu wako hospitali hawezi tibiwa juu ya SHA haifanyi kazi. HELP haifanyi kazi. Sasa Raila saa hizi wa Kenya tunapitia mashida, anaenda kusalimiana. Wewe huyo mtu unaweza mchukulia hata kama haifaidie democracy. Utamheshimu kweli? Hiyo maneno haiwezi. So kulingana na nyinyi wote mnaunga mkono mambo ambayo yalimfanyikia Raila Amolo Odinga jana. Na bado